Ndugu zangu, tuwajue wanaoendesha maisha yetu, ili tujue namna ya kudai vilivyo vya kwetu pasipo kutumia nguvu. Kumbuka, Nyerere aliwanyang'anya mabepari ardhi yetu pasipo kurusha ngumi, pasipo kumwaga damu. Hivyo sisi pia tutaipata ardhi yetu bila kumwaga damu. Dawa ni kuwajua wanaoiendesha serikali yetu. Mafuta yamepanda bei, usilaumu serikali, walaumu wa kimataifa ambao ndio wametuandikia mfumo wa maisha. Kwa sababu Marekani mafuta hayawezi kupanda bei wakati wanachimba mafuta, na Irani wanachimba mafuta hayapandi bei kwao. Hebu jifunze hapo. Hakuna dunia nyepesi kama hii ya kwetu. Tunachotakiwa kukifanya ni kuambia Gen Z ukweli na sio kuwadanganya Gen Z kama tulivyodanganywa sisi. Hii ni dunia nyepesi kuliko zote zilizowahi kuwepo katika historia ya dunia hii. Tuandae Gen Z kwa kuambia ukweli. Ndugu zangu, Netanyahu amekuja. Ametoa hotuba ndefu kabisa baada ya tangazo la kusimamisha vita rasmi. Hii vita imesimamishwa, haijaisha mpaka iishi. Lazima ujue hicho. Ndugu zangu, wanaomfuatilia Netanyahu kama mimi, mtakumbuka wazi huyu bwana aliamini huu ulikuwa ndio muda mzuri wa kuingiza demokrasia ndani ya Iran. Ndugu zangu, dawa ilikuwa ni kuingiza demokrasia Iran. Yaani toa vyote ulivyo navyo, kwa sababu kwa kutumia demokrasia ndiyo Israel ingeitawala Iran. Marekani wanachagua kiongozi wa Iraq, Marekani wanachagua kiongozi wa Venezuela. Hizo nchi Marekani hazitawali. Nikufundishe dunia inavyoendeshwa. Sasa Netanyahu amekuja na maswali mengi na kujijibu mwenyewe, kwa sababu tayari alichojiaminisha nyuma kimeshindikana. Kwa hiyo yeye kama professional mwanasiasa lazima ajilinde kwa maswali na majibu. Yaani anajiuliza maswali alafu anajijibu mwenyewe. Ndicho ambacho Netanyahu alikifanya kwenye hii hotuba ndefu sana. Kwanza, Netanyahu amejigamba kwa mauaji ya wanasayansi na viongozi ndani ya nchi ya Iran. Mimi ningekuwa karibu yake ningemuuliza, mheshimiwa, kwa mauaji uliyoyafanya unaamini umeharibu mipango ya Wairan? Ningemuuliza hilo swali, kwa sababu sijawahi kusikia sehemu yoyote kwamba ushindi wa vita ni kuwaua wanajeshi wengi sana wa nchi au kikundi unachopigana nacho. Mimi ninachojua ushindi wa vita yoyote ni kuyafikia malengo ya vita. Malengo ya vita ya Sovieti ilikuwa ni kumtoa madarakani na kummaliza kabisa Hitler. Hawakujali wameuawa binadamu wao kiasi gani, lakini lengo lao lilitimia. Lazima tujifunze malengo ya vita ni nini. Kwani malengo ya vita yalikuwa yapi? Lazima tujiulize. Kwa hiyo Netanyahu anajisifia kuwaua viongozi na wanasayansi wa Iran. Akili ya Netanyahu anafikiri Iran ni nchi ya kidemokrasia kama nchi zote za kidemokrasia Ulaya, Marekani, ushogani huko. Yaani anakuwa na zile element kwamba ule ujinga wa magharibi uko ndani ya Iran. Kizuri, kuna wachambuzi wa magharibi wamemjibu, kama anasikiliza media za magharibi watakuwa wamemjibu vizuri kwamba hili ni taifa lenye historia ya maelfu ya miaka. Ukitaka kumtawala mtu, hakikisha unafuta historia yake. Hiyo ndio njia ya kumtawala mtu. Unafikiri sisi tunatawaliwaje kirahisi? Hakuna mtu anayejua historia yake. 90% ya Waafrika historia yetu ilifutwa. Kila anazungumza kwa kusimamia labda misingi ya Kikristo, misingi ya Kiislamu. Hakuna hata mmoja anayesimama akazungumza katika misingi ya Kibantu. No one. Alafu unatarajia tuwe na maendeleo katika muktadha huo wa civil conflict. Niwakumbushe watu vizuri, hii vita Marekani alikuwa anapigana kama mtu aliyefunikwa macho, kwamba hajui anapigana na nani, hamjui adui. Manake majenerali wa hii vita walikuwa ni Waisraeli. Kwa ushahidi, ndio maana majenerali wengi wa vita ndani ya Marekani waligombana na Trump. Majenerali ni watu pragmatic. Unavyompa lazima aisome project aielewe. Huwezi kumpeleka kwenye project ambayo
haijui, haielewi. Ndio maana Trump akagombana na viongozi wengi wakubwa wa kijeshi ndani ya nchi ya Marekani, na walikuwa sahihi. Netanyahu akamwingia Trump kichwani mwake, wakaja kwenye vita, wakamuua Khamenei kwa akili kwamba tayari walikuwa wanakaribia kuishinda vita. Kwa cha kwanza Netanyahu anachokijisifia ni mauaji aliyoyafanya. Sikiliza kidogo hapo. Now I hear people asking, what have we achieved? And I answer them, we have removed the threat of immediate annihilation from us. Together with our American friend, we embarked on the largest strike flight in the history of the State of Israel. We eliminated the nuclear scientists, we beheaded the terrorist regime, we crushed the nuclear factories, we destroyed the vast majority of the factories that produce missiles, we hit countless military infrastructures, we destroyed their navy, their air force, we thwarted the besieged commanders who slaughtered the Iranian people, we caused enormous damage, we estimate it at hundreds of billions of dollars, some estimate it to be close to $1 trillion, enormous damage to the Iranian economy. That took them decades to build, but the most important thing is that we saved the state of Israel from the threat of nuclear annihilation. You have to understand, Iran raced to go nuclear. Right before the Rising Lion, it raced to go nuclear, and raced to bury its missile industry and its nuclear weapons deep underground. If we had not acted at the time we did, in historic cooperation with President Trump and the American military, if we had not acted in this way, Iran would already have had atomic bombs. This means that millions of Israeli citizens, all of you, were in danger of death. We have postponed this danger, of the elimination of the population of Israel, for years to come. This is what we have achieved. Kwa maneno mafupi kabisa, kwa chote alichokisema ni tumewaua wanasayansi wao, tumewatia hasara, kwa hiyo tumeahirisha. Ametumia neno postpone, tumeahirisha mipango yao. Sijui umeelewa Mtanzania? Kwa hiyo mpango uko pale pale. Walichofanikiwa kukifanya Bwana Trump na Netanyahu ni kuahirisha mipango ya Iran. Je, ni kweli mipango imeahirishwa au wanajifariji? Kwa jibu jepesi, wanajifariji. Hiyo hasara ambayo Netanyahu anasema amewasababishia wa Iran, wanajifariji. Huyu ni mwanasiasa professional kweli kweli, anajua kuongea, anajua kupangilia maneno kweli kweli. Kwa hiyo Netanyahu anajifariji kwamba wamefanikiwa kuharibu mpaka makombora ya wa Iran. Asichokijua Netanyahu, sijui akijui, sijui anatudanganya. Wa Iran walijipanga kupigana hii vita mpaka mtu wa mwisho. Yaani kama hii vita ingeanza Trump alivyoingia madarakani, ipiganwe mpaka Trump anatoka madarakani, wa Iran walikuwa wameshajipanga kwenye hiyo huo muda. Kwamba wewe si umeingia madarakani, tutapigana na wewe mpaka ukitoka madarakani. Iran hamwazagi Israeli. Wanaoifuatilia hii vita wanajua kabisa ndani ya Iran, Israeli anaitwa kashetani kadogo. Kabisa, ndio slogan watoto wamefundishwa kabisa. Israel ni kashetani kadogo, shetani mkubwa ni Marekani. Kwa hiyo military preparation, maandalizi ya kijeshi yote ya Iran wanaiwazaga Marekani, hawaiwazagi Israeli. Kale kashetani kadogo kale akatusumbui. Moja ya kitu ambacho lazima tukichukue wa Tanzania na wenye akili kubwa wanakidiscuss dunia nzima ni mosaic structure, kwamba muda mwingi Marekani na Israel walikuwa wanatafuta kichwa kinacho operate hii vita kiko wapi? Command center ni ipi? Kawawa Khamenei, kilibadilika chochote? Hakuna kilichobadilika. Na wachambuzi wa magharibi wanadai ni bora hata Khamenei angebaki, kwamba uongozi uliopo ni hatari zaidi, sio mimi. Sasa kuna maswali Netanyahu alikuwa anajiuliza alafu anajijibu mwenyewe. Sijui alikuwa anawadanganya akina nani. Tulisema tutaondoa tatizo la nyuklia, tumeliondoa. Tulisema tutaondoa tatizo la makombora, tumeliondoa. Tulisema tutatengeneza mazingira wa Iran waipindue serikali yao, tumeshatengeneza. Like Waisraeli ni wajinga hivyo kumsikiliza huyu bwana? Makombora yameisha. Kwenye siku 40 za mwanzo Trump alikuwa anaimba tumemaliza makombora yao, tumemaliza. Lakini Waarabu wote walikuwa wanapigwa. Yale makombora yalikuwa yanatoka wapi? Msikilize kidogo hapa jamaa akijiuliza maswali na kujijibu mwenyewe. We said we wanted to remove the existential danger, top among them the nuclear danger, and we did it. We said we wanted to remove the danger of missiles, and we did it.
and we said we wanted to create the conditions that would allow the Iranian people, of their own free will, to remove this terror regime from themselves. I can tell you one thing. Iran is in a very difficult economic situation. We have damaged all possible infrastructure there. The damage is enormous, and there are cracks within the regime as well. Tell you when this regime will fall, I don't know if I could tell you that the Soviet regime would fall. And it did fall. I can't tell you. No, I didn't define it. Don't tell me what I defined, because I know exactly what I defined in the goals. And I said, to create the conditions that will help the Iranian people overthrow the regime. Nobody knows when this regime will fall. My assessment, we removed the threat. I understand that it's hard for you to accept the fact. It's hard for you to accept this in contrast to the things you keep pumping out. Sasa akili ya Netanyahu ni kwamba kwa hasara tulioitengeneza ndani ya serikali ya Iran, lazima serikali itadondoka. Kuna somo kubwa hapo kwenye akili kubwa Gen Z. Mapinduzi lazima yaanzie ndani ya nchi. Hakunaga mapinduzi yanatoka angani wewe. Kwa hiyo kwa akili ya Netanyahu, kwa hasara iliyotengenezwa, kwa hiyo kuna mianya ambayo imetengenezwa ambayo itapelekea hii serikali kudondoka. Sijui kuna somo mnalipata hapa Tanzania. Manake instability ndani ya nchi yoyote ile hutengenezwa na watu wa nje. Yaani vichokochoko vya ndani ya nchi. Ukiona kuna upande una nguvu ndani ya nchi dhidi ya serikali, manake huo upande una msaada kutoka nje. Hebu tujifunze hapo wenye akili kubwa. The instability within the country. Udhaifu, machafuko yoyote ya ndani ya nchi yoyote ile hutengenezwa na watu wa nje ambao wanaitaka nchi yenu. Tunataka ushahidi gani? Yaani unataka nini tena? Netanyahu anakuambia tunataka kutengeneza mazingira kufree raia kutoka kwenye sijui nisemeje. Unajua ndugu zangu, neno uhuru wa Tanzania, neno uhuru, kumbuka hili ndilo neno pia wale mnaosoma Biblia lilitumika kwa mwanadamu ambaye alikuwa anaishi maisha bora kuliko yote. Mtu wa kwanza alihubiriwa uhuru wa kuchagua mema na mabaya. Kwa akaona kumbe nitakuwa huru. Kwa hiyo kabla ya yule jamaa kula lile tunda alikuwa hana uhuru wa kuchagua. Alikuwa yeye kazi yake alikuwa upande wa mazuri tu. Alikuwa hana chaguo la mabaya. Kama hivi huyu mtu anayehubiri uhuru. Uhuru ni nini yani? Free. Kinachomuuma Netanyahu na kitamuuma kwa maisha yake yote, demokrasia imeshindwa kuingia Iran. Demokrasia ndiyo ilikuwa njia ya kuitawala Iran. Kwa nini demokrasia imeshindwa? Irani hawana jumuiya nyingi. Hawana jumuiya za kidini. Kwao dini ndio maisha yao. Yaani unachofundishwa msikitini ndicho unachofundishwa darasani, ndicho unachofundishwa ukiwa na baba na mama. Mnashindwaje kupata maendeleo? Njoo kwa mfano wa Kitanzania. Unachofundishwa shuleni sicho utakachofundishwa kanisani au msikitini, na sicho utakachofundishwa na babako na mamako. Nitakupa mfano. Utakwenda darasani, utafundishwa vizuri ubaya wa mila za kizungu katika kuharibu mila za Kiafrika. Utakwenda kanisani, utafundishwa mila za kizungu kwa kutumia Yesu, kwamba mafanikio ni Yesu, mke mwema ni Yesu. Nitakupa mfano. Utakuja nyumbani, utalazimishwa uishi Ubantu. Angalia hizo contradiction. Shuleni unafundishwa vizuri kabisa, wazungu hawakuwa wazuri, lakini at the same time unalazimishwa uishi Kizungu. Unakwenda kanisani, unalazimishwa uishi Kizungu kwa kutumia Yesu. Unakuja nyumbani unaambiwa uishi Kibantu. Kipi kitaingia? Kwa hiyo ndani ya akili ya Mwafrika kuna vita, kuna mkanganyiko wa kitamaduni. Unaingiziwa uzungu, Ubantu. Sijui unaipata hiyo picha. Yaani unaipata hiyo picha kitu tunachofanywaga shuleni kweli? Kwa nini Afrika ni underdeveloped? Yaani watu hamuelewi kwa nini Afrika hatuna maendeleo. Tunasimamia mfumo upi wa kuleta haya maendeleo. Wakati wenzetu unachojifunza msikitini ndicho utakachojifunza darasani, ndicho utakachojifunza ukiwa na baba na mama mnakula mezani. Jamii kama hiyo maendeleo yanakosekanaje? Wewe unaenda kanisani unaambiwa shamba liko kanisani. Mke yuko kanisani, mafanikio yako kanisani. Yaani mpaka leo hii wazazi wetu wakiwa wanatuhubiria mafanikio wanakutajia na bado wanakutajia kanisa. Kama ndani ya nchi mna jumuiya nyingi zinazohubiri maendeleo, hamtakaa mwe na maendeleo, kwa sababu kazi ya hiyo jumuiya nyingi ni kunyofoa rasilimali za nchi kwa faida ya hizo jumuiya. Hicho ndicho kilichoshindikana Irani.
Wakitulia wanakuwa na magomvi yao madogo madogo tu, waguse uone, wote wanakuwa kitu kimoja, wanakuvamia. Zile bunduki za Trump zingeingia, demokrasia ingeingia. Demokrasia imedunda na mipango ya Irani iko pale pale. Netanyahu asikuchote akili, mipango ya Irani iko pale pale. Anayejua ni Trump. Kumbuka Trump aliingizwa mkenge kwenye hii vita, ndio maana majenerali wake wote walikataa kumuunga mkono. Wa Persian historia yao wanayo kabla hata ya Yesu kuzaliwa. Yesu, mnazungumzia historia yenu, sijui Yesu alizaliwa juzi, sijui Bethlehem na nini. Hawa historia yao kabla ya Yesu. Watu kama hao unawashindaje? Ukishindwa kubadilisha utamaduni wa sehemu, hawa watu hawezi kuwatawala. Kinachotafuna sisi wa Afrika, utamaduni wetu umefanikiwa kubadilishwa na waliotutawala. Netanyahu amefeli kuliko Trump. Ameamka zake na posti za Hormuz iko wazi jamani. Hizo ndio posti za Trump. Sasa Trump atajisifu wapi? Trump atamdanganya nani? Nikusomee moja ya posti ya Trump, anajifariji Hormuz yake iko wazi. Ships are start to move many loaded with oil out of the Strait of Hormuz. They are going along the southern highway, which is totally safe, secure and pristine. There are other areas of travels also. President DJT. Trump promote Hormuz iko wazi, meli zipite, mafuta yaende sehemu mbalimbali za dunia, maisha yarudi kawaida. Hiyo ndio kazi ya Trump aliyobaki nayo. Hana habari na kuanza kusema Iran tumeishinda, unapigwa mpaka dakika ya mwisho. Trump karudi kwanza kugombana na Democrat. Anakuambia Democrat wanasambaza taarifa kwamba nimewalipa dola milioni 300. Iran has agreed to never have a nuclear weapon. Also the story that the US is paying Iran $300 million is fake news put out by the Democrats, President DJT. Moja ya sifa kwamba adui amewashinda ni nyie kuto kuhubiri kitu kimoja, kitu ambacho ndani ya Iran huwezi kukikuta, kitu ambacho ndani ya Urusi huwezi kukikuta, wakisema tumepigwa na wa Ukraine. Ndugu zangu, njia ya mafanikio kwa taifa letu lazima tuzungumze lugha moja kama Watanzania. Tuwe hizi jumuiya za kipumbavu tulizoachiwa na Mjerumani na Mwingereza. Kazi ya jumuiya yoyote ile isiyosimama mbele kwa niaba ya Watanzania ni agenti wa mkoloni. Ukivaa bendera ya Marekani, wewe sio Marekani, ni Mrepublican. Tanzania, usipoitukana serikali, wewe sio mzalendo. Sio maana yake? Kuna upumbavu tunaletewa, wenye akili kubwa ndio tunauelewa. Netanyahu amefeli, anajifariji. Iran ni superpower wa Mashariki ya Kati. Hutaki pita Hormuz bila kupata kibali chake. Kama utapita, tuelimike, tusiwasomi.